Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. China imeamua kuboresha vichwa vyake vya nyuklia ikijiandaa kisaikolojia kwa lolote linaloweza kutokea kutokana na mipango isiyoeleweka inayofanywa na Marekani. China imeamua kuboresha uzalishaji wa vichwa vya nyuklia kuendeleza mfumo wa kukabiliana na mashambulizi ya haraka. Picha za satellite zimeonyesha kuongezeka kwa shughuli na ujenzi katika maeneo mengi ya ukuzaji na uzalishaji wa nyuklia kote katika nchi ya Uchina. China imeanza kupanua miundombinu ya uzalishaji wa vichwa vya nyuklia huku ikiendelea kujenga hifadhi na kuendeleza uwezo wa kukabiliana na mashambulizi ya haraka. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Washington Post ambalo limeripoti. Picha hizo za satellite zinaonyesha kuongezeka kwa shughuli za ujenzi katika maeneo mengi ya ukuzaji na uzalishaji wa nyuklia kote Uchina. Kulingana na ripoti hiyo ambayo ilitokana na taswira na uchambuzi ulioshirikishwa na The Washington Post na Open Nuclear Network ONN na kituo cha utafiti, mafunzo na habari cha uthibitishaji VERTIC. China inashukiwa kuboresha vifaa vinavyotumika kutengeneza vichwa vya nyuklia vya plutonium na maeneo ya kutengeneza vilipuzi vinavyotumika kulipua vichwa hivyo pamoja na kupanua vyumba vya majaribio. Jambo hili limeleta wasiwasi kwa nchi za Magharibi ikiwa ni pamoja na Marekani, kuna kwamba mipango ya China sasa badala ya kupunguza kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump alieleza kwamba mataifa makubwa kama vile Marekani, Urusi pamoja na China zinapaswa kupunguza vichwa vya nyuklia, lakini ndio kwanza China inaanzisha mpango wa kuongeza vichwa hivyo vya nyuklia na ilitoa jibu kabla kwamba ikiwa nchi ya Marekani inataka kupunguzwa kwa vichwa vya nyuklia, basi kwanza inapaswa vipunguzwe iwe kama vile vya China. Lopnur, mojawapo ya tovuti kuu za majaribio ya nyuklia, pia imeona kuongezeka kwa ujenzi kwenye vichuguu na katika mashimo chini ya ardhi ambazo zinaweza kutumika kama majaribio. Taarifa zinasema kuwa ujenzi uliozingatiwa unaonyesha uwekezaji mkubwa na uwezo ulioboreshwa wa kutengenezwa kwa vichwa vya nyuklia kwa mpango wa nyuklia, kulingana na Washington Post. Kulingana na ripoti iliyotolewa na idara ya ulinzi ya Marekani mnamo Desemba 23 mwaka 2025, China ina vichwa zaidi ya 600 vya nyuklia ambavyo vimehifadhiwa na hadi sasa iko mbioni kumiliki zaidi ya vichwa 1000 ifikapo mwaka 2030. China inaendeleza miundombinu ya haraka ili kukabiliana na mashambulizi. Ripoti ya Pentagon pia ilionyesha kuwa China inapiga hatua katika kuendeleza miundombinu kwa ajili ya mfumo wa kukabiliana na mashambulizi ya haraka na uzinduzi wa Marekani kwenye mfumo wa onyo. Mfumo wa kukabiliana na mashambulizi ya haraka ungegundua kurusha makombora ya adui na kuwezesha kurusha mashambulizi ya kuzuia kukinga kombora kabla ya athari. China imetuma idadi inayoongezeka ya satellite za maonyo ya mapema na rada za ardhini kusaidia mfumo huo tangu mwaka 2024, kulingana na Pentagon. Zaidi ya hayo, inakadiriwa kwamba China imepakia zaidi ya makombora 100 ya ballistic ya mabara yenye uwezo wa nyuklia katika maghala yanayoshukiwa kuwa yanahusiana na maendeleo ya mfumo wa kukubaliana na mashambulizi ya haraka. Gazeti la Washington Post limeripoti kwamba vitabu vya kiada vya kijeshi vya China vilivyochapishwa hivi majuzi vilielezea mfumo huo kama kizuizi muhimu kwa usalama wa taifa wakati wa amani. Kitabu hicho kilichochapishwa mwaka uliopita na Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Kiteknolojia cha Ulinzi nchini China kilisema pia kwamba onyo la kimkakati la mapema ni kati ya mambo muhimu yanayoonyesha nguvu ya kijeshi ya taifa la Kichina. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia. Usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri wakati huu kupitia The World News.